Moja ya sehemu ngumu ambayo mtu mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo au mwenye changamoto ya acid reflux ni tofauti na vidonda vya tumbo. Leo tutaongelea acid reflux. Kwa hiyo ni moja ya sehemu ngumu sana ambayo mtu huwa anajiuliza, mwenye changamoto ya acid huwa anajiuliza ale nini? Ale saa ngapi? Afanyeje ili aweze kuondokana na changamoto hiyo moja kwa moja ya acid. Tumeshaelezea kwenye video zilizopita ile dalili za acid zinakuaje. Mara nyingi inakuwa gesi ya inapanda kifuani, kiungulia, kuhisi kitu kinakukaba, kuhisi masikio yanapiga kelele, lakini hauhisi harufu yoyote, yani pua hauhisi harufu yoyote ile. Kwa wengine harufu mbaya mdomoni, lakini pia unasikia kama unaungua au mkabile umebabuka. Ni moja ya dalili zinazoonyesha kwamba una changamoto mojawapo ya acid reflux. Sasa wagonjwa wengi wamekuwa wakija wanatuuliza, "Dokta, mimi nile nini sasa? Nifanye nini? Kuna vitu gani niviache vitanisaidia kuondokana na changamoto hiyo?" Sasa leo Dr. Jimmy kupitia JW Sabo Clinic na kusogezea hivyo vyakula, lakini lifestyle gani uwe nayo itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kwanza tutaanza kwenye swala la wakati wa kula, ule wakati upi. Tumekuwa tukishauri kwamba asubuhi unapoamka, unachokula asubuhi ndio kinachoamua siku yako iwe vipi. Unachokula jioni ndio kinachoamua usiku wako uwe vipi, uwe wa maumivu, uwe wa furaha au uwe wa usingizi tele. Ndio maana sasa hivi pia tumekuwa na changamoto ya watu wengi wanakosa usingizi. Kwa nini wanakosa usingizi? Kwa sababu bado hawajafanya selection ya vyakula vizuri sana. Sasa cha kwanza, siku yako inapoanza asubuhi, hakikisha unaanza na maji ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali. Yaani hicho ndio kiwe chakula chako namba 1. Yaani asubuhi tunapoamka asubuhi, ukasali, wale wanaosali, baada ya kusali chukua maji yako ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali, kunywa. Mimi hapa ni asubuhi, maji yangu ya vuguvugu haya hapa yaliyochanganya na asali. Kwa nini unywe maji ya vuguvugu yaliyochanganya na asali? Kwa sababu maji ya vuguvugu yanaenda kuneutralize acid. Lakini pia ile pale asubuhi unapoamka, asubuhi unapoamka hakikisha uwe na tunda mojawapo kati ya matunda yafuatayo. Kati ya tunda moja ambalo hili hapa ambalo sitalitaja, wenge tunalifahamu. Hapa ni asubuhi jamani, ndio mlo wangu wa asubuhi. Lakini hata wewe ambaye una changamoto ya vidonda vya tumbo, ukianza hivi ni zaidi ya tiba. Ni zaidi ya tiba. Asubuhi unapoamka kula hivi, kula mojawapo ya hichi, kula parachichi au kula papai. Hii hapa huwa unaongeza ulinzi kwenye kuta zako za tumbo. Nadhani hapo kwanza umeanza kuelewa. Lakini chakula cha mchana kula saa 6 au saa 7. Saa 6 au saa 7 ni muda sahihi wa wewe kula. Sasa wengine wanaenda mpaka saa 10, na pia pengine uwe na muda maalum wa kula. Jamani, nakula ndizi jamani. Hapa tunaenda kwa vitendo zaidi. Kula muda maalum wa kula, kwa sababu tumbo lako linakuamlia, tumbo lako linafanya maamuzi. Ndio maana ukizoea kula saa 7, kila siku ukifika saa 7 utahisi njaa. Sasa kula wana muda maalum wa kula. Wengine hatuna muda maalum. Tule saa 6, tule saa 10, tule saa 8. Sasa ndugu yangu, asili hautaikwepa hivyo. Asili inakwepa kwa kuwa na muda maalum wa kula. Ule muda ukifika tu, homoni ya gastrin inamwaga asidi. Ndio maana wengi utakuta napochelewa kula tumbo linawaka moto mpaka kutetemeka. Ni kwa nini? Ni kwa sababu asidi inamwagika tumboni. Nadhani hapo wengi sasa mnakuwa mnanielewa kwa maji ya uvuguvugu. Lakini saa 7 na pale kutoka asubuhi pale unapokunywa maji ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali, unaweza ukala viazi vyako vilivyochemshwa. Usile vyakula vya mafuta, usile chai ya kafeini. But nzuri vyote nimeshaelezea kwenye clip zilizopita, vyakula ambavyo unatakiwa kuviepuka ukiwa na changamoto ya asidi na changamoto ya vidonda vya tumbo. Asidi na vidonda vya tumbo ni changamoto mbili tofauti. Lakini pia usiku, hakikisha usiku unakula kabla ya saa 2 usiku na umalize masaa 2 kabla ya kwenda kufanyaje? Kabla ya kwenda kubonjika, kwenda kulala. Usile tu muda huo ukalala, kwa sababu kila muda huo ukalala ile asidi itamwagika nyingi tumboni kwa ajili ya kumeng'enya chakula. Lakini baadaye hiyo asidi itarudi wapi? Kifuani, moja kwa moja itakuunguza, itakupa shida. Ndio maana wengi wamekuwa wakihisi shida sana. Ni kwa nini? Kwa sababu wanakula muda umefanyaje? Umeenda. Lakini pia dakika 5 kabla ya kulala tu maji ya uvuguvugu na asali. Ndugu, hautasikia maumivu.
Yaani utahisi asidi imeweza kupona kabisa, ni kwa sababu kwa kufuata hiyo miongozo. Lakini usiache tumbo lako likakaa tupu kwa muda mrefu. Tumbo lako kukaa tupu kwa muda mrefu ni hasara. Litakusababisha asidi na itaongeza changamoto ya vidonda ya tumbo. Sasa hapa huo ndio muda ambao unatakiwa kula. Hapa nitakwambia sasa vitu gani unavyotakiwa kutumia. Chakula sahihi unachotakiwa kutumia ni kipi? Kwenye klipu nimeshaelezea vyakula ambavyo utakiwa kutumia kabisa. Namba 1 ni uji wa ulezi, otamili, uji wa ulezi, uji wa mtama. Wao unafyonza asidi na kutuliza tumbo. Ndio maana ukiwa na asidi utasema changamoto unayopata tumboni na kifuani. Kwa hiyo unapokula ule uji, wao unatuliza asidi na kuondoa maumivu. Namba 2 tumekosema papai na hichi. Papai na hichi inaongeza ulinzi kwenye kuta zako za tumbo na inarahisisha umeng'enyaji wa chakula. Ndio maana tukishauri tumia hichi. Mimi ni asubuhi hapa natumia hii hapa. Mimi asubuhi nakulaga 5. Itakusaidia ndizi na papai. Lakini pia mboga za majani laini, sukuma wiki, spinach, kabichi. Sawa, kabichi isipikwe, labda utengeneze juisi yake. Itakusaidia kuondokana na changamoto ya asidi ambayo imekuwa ikikutesa. Lakini viazi vilivyochemshwa, viazi vitamu, kwa sababu vile ni vyakula vyenye nyuzi ambavyo vinalinda kuta zako za tumbo. Ni vizuri sana kwa sababu usitie mafuta, usiweke kitu chochote. Sawa, vichochee asidi, wewe chemsha ule. Asubuhi kula hivyo. Lakini pia usiache kula parachichi. Parachichi lina mafuta mazuri ambayo yanalainisha tumbo. Kwa hiyo pia kusaidia upate choo kizuri. Ndio maana moja ya dalili ya kwamba tumbo lako ni la ovyo ni kutopata choo. Mtu amaliza siku 2, siku 3 apate choo. Unafikiria nini? Siku 2 mpaka siku 3 upate choo. Ni hatari kwa afya yako. Hakikisha unapata choo. Lakini pia samaki wa kuchemshwa. Yani usikaange, kuchemshwa. Hapa tunachohitaji ni mchemsho. Hata nyama za kuchemsha hazina shida kwa sababu zina mafuta yale naturally. Hayana shida na wewe. Acha kutumia zile mpaka tuongeze. Mpaka tuongeze mafuta, tuongeze kolie, tuongeze Singida alizeti. Hiyo ni hatari kwa afya yako. Lakini pia asali wa nyuki wadogo. Asali ni tiba. Hiyo ituliza tumbo lako na inaimarisha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Ndio maana wengi tumekuwa tukiambieni hakikisha unatumia hivyo vitu, vitakusaidia kuondokana na changamoto ya acid reflux. Tuambie wewe hapo ni changamoto gani inayokutesa, dalili gani ya acid inayokusumbua ili tukupatie suluhisho. Na kama bado umeteseka haujapata suluhisho, basi tunayo suluhisho ambayo itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kama uko Mwanza unaweza kufika ofisini kwangu, tuko Mkolani, ila mikoani tunaagiza kwa basi au ndege. Basi usisahau, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usisahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kwa mawasiliano nimeshakuandikia kwenye description, utaweza kuchukua mawasiliano yangu, tutawasiliana moja kwa moja. Karibu na Mungu akubariki. Uponyaji upo. Inawezekana kupona kwa kufuata misingi sahihi na tiba sahihi. Karibu.